Mchezo kwenye uwanja wa ugeni. Nashukuru Mungu, tumemaliza mechi salama. Ni kweli tumepoteza mechi na tumepoteza kwa magoli mengi. Au kwa mpango wetu, lakini sometimes kwenye football ni vitu ambavyo vinatokea. Ukifanya makosa mengi kwenye kiwanja ni lazima utaadhibiwa. So tumefanya makosa mengi sana kipindi cha kwanza, lakini pia kipindi cha pili tumefanya makosa mengi ambayo Azam FC wameyatumia kwa ajili ya wao kunufaika kwenye mechi ya leo. Kwa hiyo niseme tulikuwa na plani nzuri ya mechi, lakini wakati mwingine plani inaweza isiweke au wakati mwingine wachezaji pia wanaweza wasifanyie kazi kile ambacho wewe umeplani kitokee au kifanyike kiwanjani. Kwa hiyo tunawapongeza Azam FC kwa kushinda mechi na kwa kusogea kwenye hatua nyingine. Tutarudi kujipanga kwenye kiwanja cha mazoezi, tutaendelea na ligi. Hatuko vizuri sana kwenye position ya ligi. Kwa hiyo focus yetu sasa tunaihamishia kwenye ligi kwa ajili ya kujiandaa na mechi ambazo zinakuja. Tuna mechi na Simba, tuna mechi na Mtibwa nyumbani. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kusahau kila kitu ambacho kimetokea na kwenda kujipanga upya kwa ajili ya mechi za ligi. Mara mwisho hapa tuliona mkipata sare mbele ya Azam FC, lakini kwa leo imekuwa tofauti sana, tena mmeruhusu idadi kubwa ya magoli. Pengine kitu gani ambacho kilikuwa bora zaidi kwa Azam tofauti na kwenu? Nafikiri nimesema mwanzo kwamba tuliplani kama ambavyo tulicheza last game, lakini leo tumefanya makosa mengi sana. Kwa hiyo niseme kwenye eneo la ulinzi tuna kazi ya kufanya, kwa sababu ndio eneo pekee ambalo tumetengeneza nafasi. Tumefanya makosa mengi sana ambayo imewapelekea Azam wao kunufaika na hayo makosa ambayo tumeyafanya, lakini plani ya mechi, kila kitu ambacho tulikiandaa kilikuwa ni kwa ajili ya kucheza mechi na kupata matokeo, lakini imekuwa tofauti. That's why inasema tutayarudi kwenye kiwanja cha mazoezi kuendelea kufanyia kazi changamoto ambazo tuko nazo ili tuweze kuwa bora katika michezo ya ligi kuu inayoendelea. Umeuzungumzia mchezo wenu dhidi ya Simba ambao mtakutana nao mkiwa kwenye uwanja wenu wa nyumbani. Comment yako ni ipi kama mwalimu sasa, kwa sababu wapinzani wametazama kile ambacho mmekifanya hii leo na kuelekea kwenye ile mechi pengine ikawa faida kwa upande wao? Mchezo huu ulikuwa na plani tofauti na mchezo wa Simba utakuwa ni mchezo ambao una plani pia tofauti. Kwa hiyo sisi kama timu kikubwa hatuna kwanza muda wa kurekebisha chochote. Tuna mechi leo tarehe 12, lakini tuna mechi tarehe 15. Utaona hakuna muda wa kufanya chochote zaidi ya kuwapa wachezaji recover ili hiyo mechi tuende tukafanya vizuri. Kwa hiyo kikubwa ambacho tutakifanya psychologically ni kuongea nao, mentally wawe sawa sawa kwa ajili ya kucheza mechi, kwa sababu hakuna njia nyingine ambayo tumeichagua zaidi ya kucheza football. Kwa hiyo kwenye football ndo kama hivi. Tuliwahi kutoka na matokeo hapa, lakini leo tumeyakosa na tunapaswa kuyakubali na kwenda kujipanga zaidi. Asante.